mwanamke mwenye msimamo. Usifikiri bwana tiji anatii mwanamke mwenye msimamo, anayetambua nafasi zake, anayejua yeye ni mwanaume, anayejua kwamba yeye ana sababu ya kufanya kile kinachofanyika, anatekeleza majukumu yake. Kwa namna hiyo sasa, tunapokabidhi mtu kazi ya kumiliki mtu sio kazi rahisi. Tunapokabidhi mtu tunaamini kwamba hutatuangusha. Sio kesho na kesho kutwa usitoka kama umeshukusanya mnayo tumekaa. Tunategemea kwamba kauli yako ya mwisho itaunganisha sisi kwa kutumia safina. Sisi safina ni kwa tujue. Unajua tutakulisha safina ni wewe. Hapo baada ya hapo kwamba safina huko mimi nimepotea njia. Huo ni udhaifu mkubwa. Huo ni udhaifu mkubwa. Hili chagua kwamba bado una tabia zako za asili, tabia za kuishi usiku unazo bado. Unajua kuwa simbo ni mambo yako. Katika maana kwamba pale uliposimama ndipo unaenda kuuliza swali lako. Alafu unaruka swali, unaenda kutafuta swali lingine, kuna mpango, kuna utaratibu. Yaani unapofikia utakuja ukirudi ndio unakwenda unaenda kunyosha. Lakini leo hii kuna mtu ambaye asingependa kuona uchafu wa mtu. Kwa hiyo kama vitu hivyo ya serikali ya Mungu. Tambua kwamba hizi nguo zinatakiwa zifanye usiweke sehemu. Kazi yako sio kubeba majaba. Unashangaa mtu na majaba saba ndani. Yaani majaba na kujaza chupa na tuambie na hali ya hewa. Kwamba kila nguo kibua unatia kwenye jaba. Kila nguo kibua unatia kwenye fika chupa zote. Kwa sababu gani yuko mtu ndani anakaa na angalia. Na utambua kwamba kuna majukumu mengine sio lazima ufanye. Kama ndivyo mwambie kwamba yeye kulea familia yako ni kielele chako. Utaandika kitanda pia ni kielele chako. Aliyepanda kwa mwalimu katika kitanda nani? Mwalimu alikuwa mwisho alikuwa kwanza kuamka. Ushaolewa tayari. Yeye kama anaamka anaosha vyombo na sana na watoto, lakini wewe ushaamka zamani. Vinginevyo hapo unaona ndio uchelewe. Ukiona mwanamke anakuwa kwanza kwenda kulala, unarushia kitu tayari. Usianze kwenda kulala na mume. Nani afanye kulala kwa sasa? Ukiambiwa walikwambia mwanamke anaolewa na mke anaolewa na mwanamke mwenye nguvu. Sio mwanamke mzee. Mtoto mmoja ndani ya nyumba mzuri, kama sio mwanamke, binafsi, akitaka kwa sababu shida sana watu kuwa vivu kuliko tunaeleza. Utapigwa changamoto. Vizuri. Kwa maana hiyo, tambua wajibu wako kama mwanaume. Jukumu hili unaingia kwa ubiku. Unapoingia kwenye ndoa jiingize mzima. Ndio cha ajabu kilichotokea. Leo tumeona hapa safina wa watu, binti mrembo mzuri. Mwana mzuri kabisa. Lakini nakwambia, mara baada ya ndoa hiyo utamuona safina hana mahali kupata wazuri wengine. Ndio shetani anafanya kazi. Mpaka unaanza kujiuliza, hivi ndio nilitoka wapi sasa? Mbona leo unaenda kwenye ukumbi unashangaa wanaokuchezea kwenye harusi ni wale walipata mke wako. Mpaka unasema mimi niko hapa kuchagua huyu. Ukaambatana na mwingine. Usipokuwa na msimamo. Lakini katika maana kwamba ukijitambua kama uko kwenye msimamo, achana nao. Mwanamke wako ni huyu. Huyu ndiye chaguo lako na jamaa yako wa karibu. Huyo ndio rafiki yako. Usianze kuficha mambo. Kwa nini wengi vinawatesa mtu kuficha mambo? Watu wanakaa kwenye ndoa, bado kama kisimu chako mwenyewe unachakira mambo. Kuna laini moja. Ukienda kuoga unaenda kuoga. Chagua mwenyewe. Hayo mengine unayofanya ni nini? Yaani maana sio kwa mambo. Na akishagundua hata kama ukimficha akishagundua kwamba unamchiti, unamwafanya kitu tofauti. Nakwambia mwanamke anamchiti zaidi kuliko hata wewe. Nikwambie, mwanamke ni bingwa wa kuchiti kama usipokuwa na akili.
Kwa hiyo jielewe, jitathmini na usitengeneze ugomvi na mke wako. Mwanamke anaga ugomvi. Wewe ukigombana na mke wako, fanya kila kinachowezekana kupatana naye. Kwa sababu usipopatana naye, huwezi kumpiga mwanamke asubuhi hapo na mwambie yeye kuandalia chakula. Wewe mwana wazimu, una hakika. Akataka kukua sana kubwa tu. Kwa ndio shida gani? Kwa mfano, ukipekua kwenye simu yako unaweza kuona kuna namba za watu ambazo wewe huna na watu wenye hata pengine hata hujawahi kuwasikia, lakini basi namba nazo. Wanaume wengi wanapandishwa vyeo kwa sababu ya wake zao. Ukimtiti mke wako vizuri, cheo utapata, mafanikio utayapata. Lakini ukimtiti mke wako vibaya, cheo ubani utabaki hapo hapo na nafasi zako zitabaki pale pale, kwa sababu yeye anajua kutengeneza, na pia anajua pia kuharibu. Kwa hiyo kama uishi na mke wako kwa akili, usipoishi na mke wako kwa akili, imekula kwako vizuri sana. Tengeneza mahusiano mazuri. Kama kuna changamoto, patana naye mapema. Mwambie bwana, kuna changamoto 1, 2, 3, 4, basi fanya mchakato unisaidie katika hili. Usimuone mwanamke ni mzaifu sana, usifikirie hivyo. Ukifikiria mwanamke mzaifu na wewe mwenye nguvu, imekula kwako. Mwanamke kama hajaikuwa mzaifu. Na kwa namna hiyo pia, kwenye ndoa sio sehemu kama gereza. Ndoa sio gereza. Kwamba sasa umefunga ndoa na umemuoa, kwa mwanamke hawezi kutoka nje. Akataka kutoka nje, tutakuuliza unaenda wapi? Ushaanza mambo yako. Ndugu yangu, kama angetaka kuolewa, asingeolewa na wewe, mjomba. Asingeolewa na wewe. Lakini kwa sababu anakuwa kupenda, kwa maana amefika ameolewa na wewe. Kwa usianze kufuatilia mambo ya nyuma, hayakuhusu mjomba. Utamwacha. Kumbe kinachotakiwa ni kwamba anza maisha yako leo. Unapofunga ndoa, anza maisha leo. Ulisikia nikwambia nani? Maana kitabu kimeshaanza kumchoka na kuanza kusikiliza watu wengine, kusikiliza moja mhusika. Binadamu sio malaika, amesema. Kwa mmoja sio malaika. Inawezekana pengine sabini na sio malaika. Lakini katika nafasi yenu na maisha yenu, unaweza kujitengeneza kama malaika. Hiyo jambo. Acha kufanya vitu ambavyo vijana wengi wanafanya siku hizi. Baada ya kufunga ndoa unasema nimefanikiwa. Kufunga ndoa sio kufanikiwa mbele. Sio kufanikiwa. Bado kuna mapambano mazito sana kwenye maisha yako. Bado kuna vita nyingi sana. Usifikiri umehitimu, haujahitimu hata mara moja. Vijana wengi sio wanakaa kichwa, lakini wanapambana maisha ya ovyo. Ulikuwa uvuti shisha, ghafla unaanza kuvuta mashisha. Mwili mzima unanuka moshi tu. Tukikwambia kwamba uache kubeti, unabeti kila siku. Hela zote unazozipata unaweza kwenda kubeti. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwa sababu ya kubeti tena. Wachina sio kumbavu hivi. Sio kumbavu, unafanya kazi, waache kazi, waje kuletea kazi ya kubeti. Ili kwa hiyo ufaidike. Haiwezekani. Tungeanza kuwa na uhalisia wa maisha. Vijana tunapotea kwa vitu ambavyo havina maana yoyote. Saa 12 bro. Saa 8. Saa 12. Umechelewa sana saa 12:30. Na kama ukichelewa zaidi, mwambie mke wako nipe taarifa kwamba nitachelewa baada ya nusu saa. Sio umekaa na marafiki zako unasema nakunywa pombe tu. Unamuuliza, unataka kupigia simu unakuja saa ngapi? Anakuja sio muda mrefu. Unakuja saa ngapi? Anakuja sio muda mrefu. Mwanamke amekaa pale anakusubiria wewe. Baadaye anahama ndani kwenye makocha, anakaa nje anakusubiria wewe. Saa 9 za usiku unarudi viatu unaweka mkononi, unaitwa toroli. Toroli ndio unaleta nyumbani baada ya kufunga ndoa tu. Lakini mwanzoni ulikuwa kijana tu sana mtanashati. Tabia hizi umezitoa wapi? Kumbe anza kunyoka kuanzia leo ili maisha yako mbele yaweze kuwa sawa. Tumsifu Yesu Kristo.
Praise God. Chukua na wewe. Jifunike kwa Mungu. Yesu amesema mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara imara Kristo anapojaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa uthabiti, kupigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi za kutakasa dunia, tukijaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Naomba tusimame. Na mkataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote. Mnasadiki kwa Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama kwa mtume siku ya Pentekoste. Unasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, uko wafu na uzima wa milele. Hii ndiyo imani yetu, hii ndiyo imani ya Kanisa ingama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Tuseme amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake amtie Roho Mtakatifu mwanawe mteule anayezaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo, na Roho Mtakatifu ameimarisha kwa mapaji yake maridhawa kwa upako wake, atamfanya na Kristo mwana wa Mungu. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana Yesu Kristo, ndiye uliyewaandaa watumishi wako wengi na watumishi wako huyu Sabina kwa maana ya Roho Mtakatifu ukamwokoa katika dhambi. Basi Bwana, mtie Roho Mtakatifu mfariji, umpe roho ya hekima na akili, umpe roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, ujaze roho ya uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kristo anawabariki sana mapendo haya, na kwa sakramenti hii ya pekee anawarejesha na kuimarisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana nawaoji mbele ya kanisa juu ya neno hili. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa jirani yenu mtakapoanza hadi? Ndio. Ndio. Mko tayari kuishi maisha ya ndoa kulingana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Ndio. Mko tayari kuwapokea kwa mapendo
Emmanuel. Unampokea Safina au mke wake, tena waahidi kwa uaminifu wake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Safina, unampokea Emmanuel au mke wake, tena waahidi kwa uaminifu wake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana hauthibitishe mkono wake, apende kuadhimishia wingi wa baraka zake aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyeunganisha. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ya ishara, upendo na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Emmanuel, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kumshukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na askofu wetu Kuibatisa Masi na wapendwa wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mhifadhi wa Bikira, mtume mwenye heri na watakatifu wote waliopendezwa tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Bwana mwaminifu kwa wingi wa baraka na neema zake, watumishi wake hawa waliofunga ndoa katika Kristo, nao aliwaunganisha kwa Roho Mtakatifu, na kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo awafanye kwa moyo mmoja katika mapendo. Ee Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu, bila kutumia kitu na kisha kupanga yote, na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Umefundisha ya kuwa uliyapenda kuyaunganisha, si halali kamwe kuyatenganisha. Ee Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja
juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminia ndani yao wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyu Safina. Daima awafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake huyu Imani na uwe na imani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima. Ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Bwana, tunakuomba hawa watumishi walio imara katika imani na amri zako wakayoumba watambulikane kwa tabia yao njema. Injili iwatie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote. Wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuona watoto kwa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani, mwisho wa kufikia uzima wenye heri na ufalme wa mbinguni. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani na umoja.
mlingane muwe pamoja siku zote katika maisha yenu. Hivyo niwaombe, naomba msogee hapa mbele, maana pamoja na Bwana awe nanyi. Mungu Baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu, kusudi amani ya Kristo ikae nanyi na idumu daima katika nyumba yenu. Mpate baraka ya watoto, faraja ya marafiki na amani ya kweli na wote. Muwe mashahidi wa mapendo ya Mungu ulimwenguni, kusudi wenye huzuni na wahitaji wafaidi ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukrani wawapokee katika makao ya milele ya Mungu. Na ninyi wote mliokusanyika hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Haleluya. Thank you.
Wewe ni wangu kweli na mimi
furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu, wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu. ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutayarisha kwa ajili yangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu, wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu. Ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutayarisha kwa ajili yangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu, wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutayarisha kwa ajili yangu. Wewe ndiye ambaye Mungu alikutoa ubavuni mwangu. Wewe ni furaha yangu, ni mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu, wewe ni furaha yangu.
Sasa huko amejaniambia kwa hiyo mshaandaa mazingira? Nimeshawapa taarifa. Tunapiga reception na kule na nili kule. Mwenzi wangu, wewe ni faraja yangu, kitulizo changu.